Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Elewa hili. Kile unachopaswa kufanya ni kumwambia Mungu akusamehe na atakusamehe, kisha unaweza kuomba kwa ujasiri na kwa uhakika kwamba Mungu akupe mahitaji yako, kwa sababu hakupi mahitaji yako kwa sababu huna dosari. Anakupa mahitaji yako kwa sababu yeye Ni watu wangapi unajua hata kanisani ambao wana amani ya kweli? Yaani wana amani na Mungu, wana amani na wao wenyewe, wana amani katika mahusiano yao, na wana amani na hali zao za maisha. Si wengi kama inavyopaswa kuwa. Hali ya kutokuwa salama katika jamii yetu leo, kuna kiasi kikubwa sana cha watu wasiokuwa salama. Watu wasiokuwa salama huwa na fadhaa sana, na amini usiamini, wanaweza kuwafanya watu wengine wafadhaike. Mtu akijihisi hayuko salama na ujaribu kuwa na uhusiano naye, utajihisi kana kwamba unajaribu kumfanya ajihisi salama kila wakati. Ni sharti uchunge kile unachosema na kile unachofanya. Hisia zao huumizwa kwa urahisi sana. Na nataka niwaambie kitu leo, na sitaki nionekane nakisema kwa ukali sana. Kama wewe ni mtu asiyekuwa salama, tafadhali usiache hisia zako ziumizwe. Nilikuwa najihisi siko salama, na najua nilitarajia mume wangu aseme hiki kila wakati na afanye hiki kila wakati, na kama hakufanya hivyo hisia zangu ziliumizwa na nikafadhaika, na kama mtu fulani hakufanya hivyo nilifadhaika, na mtu mwingine hangefanya hivyo ningefadhaika. Na kusema ukweli, hatuwezi kutumia kijisababu cha siko salama. Siko salama, siko salama. Hatuwezi kutumia hiyo kama kijisababu cha kusalia katika utumwa huo. Kama ningetaka kumdhibiti kila mtu, lakini niseme tu, ni kawaida kwangu kudhibiti watu. Nina tabia ya kudhibiti watu. Basi utaniambia unahitaji kuacha tabia hiyo. Unahitaji kukutana na Mungu, utubu na uache tabia hiyo. Haya, basi mbona siwezi kuambia watu wasiokuwa salama kwamba unajua unapaswa kukutana na Mungu na ushinde tabia hiyo, kwa sababu unakosea watu wengine haki unapolazimisha wakufanye ujihisi uko salama kila wakati. Na kusema ukweli, nafikiri mara nyingi hatuoni jambo hilo hivyo. Hatuoni kutokuwa salama kama tatizo tunaloweza kushinda na tunaloweza kukabiliana nalo kupitia Kristo. Mungu anataka tujiamini, wala tusijihisi hatuko salama. Anataka tuwe na ujasiri. Anataka tujue sisi ni kina nani ndani yake. Tunapaswa kuwa na ujasiri wa kutosha kukabiliana na shetani mwenyewe kwa jina la Yesu. Basi ikiwa tutaogopa watu wachache na kile watakachofikiria, ni vipi tutaweza kusimama imara dhidi ya shetani? Hupaswi kuishi kwa hofu, hupaswi kujali kupita kiasi kuhusu kile watu wanachofikiria kukuhusu kila wakati. Lazima watakuwa na fikira fulani kuhusu mtu, na kama mtu huyo si wewe, basi itakuwa ni mtu mwingine. Pengine ni bora kwako kusema, acha niwe na furaha, sitajishughulisha kuhusu kile unachofikiria juu yangu. Amen. Na najua kuna watu wengi hapa na pengine wengi wengine wanaotutazama kwenye runinga ambao hisia zao ziliumizwa zamani. Unasema, unajua huelewi jinsi ninavyohisi. Unajua, kusema ukweli, ikiwa unajua niliyopitia zamani, huwezi kuniambia hivyo kwa sababu najua jinsi unavyohisi. Lakini najua pia ukiendelea kuishi kulingana na hisia hizo, utajipata unakosa kupokea sehemu kubwa ya kile Yesu alikufa ili upokee. Wacha niseme tena. Ukiamua kuishi kulingana na hisia hizo, utajipata unakosa kupokea sehemu kubwa ya kile Yesu alikufa ili upokee. Huenda utaingia mbinguni kisha fariki, lakini hutafurahia safari ya kwenda huko. Naweza kuambia, nilipokuwa siko salama, sikuwa nafurahia safari yangu. Nilikuwa kama kikaragosi na shetani alikuwa ameshikilia kamba zote. Alichofanya ni kuvuta tu kamba na anafuata mwelekeo wake. Anavuta kamba na anafuata mwelekeo wake. Basi nataka muwe na mtazamo mpya kuhusu kutokuwa salama. Msione kana kwamba ni beji maalum tunayovaa. Naona hamna uhakika kuhusu jambo hili, sio? Kwa sababu naonekana ni kama nimekuwa mkali, lakini si hivyo. Si hivyo. Nataka uwe huru. Na najua hutakuwa huru ukiwa na hii hofu na hisia za kutokuwa salama na hizo hisia zote mbaya kujihusu wewe mwenyewe. Hutakuwa huru.
na shetani ataiba maisha mema ambayo Yesu alikufa ili akupe. Na hupaswi kujihisi huko salama maisha yako yote. Unaweza kujua wewe ni nani katika Kristo, unaweza kuwa mjasiri, unaweza kusimama imara na uwe na maisha ambayo Mungu anataka uwe nayo. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mmoja wa watu wasio salama ambao naamini Mungu anajaribu kuzungumza na wewe leo, basi nataka ujiambie, Mungu, nimepatikana. Una namba yangu na naona siwezi kutumia hali yangu kama kijisababu tena. Wakati umefika ambapo napaswa kusimama imara. Na niache tabia hiyo. Amen. Ikiwa tutasalia na hisia za kutokuwa salama, tutakuwa na msukosuko, mahangaiko na fadhaa. Lakini uadilifu, yani kujua sisi ni nani katika Kristo, kutatufanya tujiamini. Na tujiamini kwa dhati. Ikiwa hujiamini, basi kuna kitu ambacho hakiko sawa ndani yako. Wiki iliyopita nilikuwa kwenye ndege na ilibidi niabiri ndege nyingine mjini Atlanta. Nilikuwa na dakika 40 za kubadilisha vituo. Mnajua watu hufanya hivyo wakikimbia, basi unaenda. Nilifika kwenye ndege, ilikuwa bado inapakia. Nilipofika hapo, niliingia ndani na nikaketi. Dakika chache baadaye rubani alizungumza na akasema, nasikitika kuambia kuna hitilafu ya nguvu za umeme, na kwa hivyo itawabidi mteremke kutoka ndege hii. Tutaona kama tutaweza kuirekebisha na itachukua muda gani. Lakini hawakuweza kuirekebisha, na kwa hivyo ilitubidi tupande ndege nyingine. Lakini cha muhimu ni kwamba ndege hiyo haingeweza kupaa ikiwa na hitilafu hiyo ya nguvu za umeme. Na naweza kuambia, ikiwa una hitilafu ya nguvu za umeme ndani yako, ikiwa hujui wewe ni nani katika Kristo, ikiwa unajihisi huko salama, hujiamini, umejaa hofu, basi wewe pia hutaweza kupaa. Utasalia chini na hutaweza kumpeleka mtu yeyote mahali popote. Na Mungu anataka sio tu uwe mzima na mwenye afya nzuri, bali pia anataka kukutumia kuwasaidia watu wengine wawe wazima na wenye afya nzuri. Kwa hivyo mnapaswa kufanya uamuzi. Wakati wangu umefika wa kusoma kile kitabu hiki kinasema nini kunihusu, na nionyeshe kwa tabia kwamba nakiamini. Jamani, mmenisikia? Wengine wenu mmeketi kanisani kwa muda mrefu sana mpaka makalio yenu yamekuwa tambarare kwa sababu ya kuketi na kuketi na kuketi. Na kile tunachopaswa kufanya sasa ni kuamini hii. Tunapaswa kusema, naamini hii. Vitendo vyangu vitaonyesha mimi ni mtoto wa Mungu. Vitendo vyangu vitaonyesha kwamba nina mamlaka juu ya shetani. Vitendo vyangu vitaonyesha kwamba nina nguvu ya Mungu ndani yangu. Vitendo vyangu vitaonyesha kwamba nina uadilifu wa Mungu ndani ya Kristo. Vitendo vyangu vitaonyesha ninajiamini. Sitakubali kushindwa na hofu. Joyce, kama tu ningekuwa na hisia kama hizo. Usifanye nije hapo na nikukamate. Hii haihusu hisia, inahusu kufanya uamuzi. Unafanya uamuzi jinsi utakavyoishi na hisia zako zitafuata uamuzi wako baadaye. Nimesema unafanya uamuzi jinsi utakavyoishi na hisia zako zitafuata uamuzi wako baadaye. Usingoje kuwa na hisia. Katika mtazamo wa Mungu, kila kitu ni kuamini kwanza na kuona ni baadaye. Amini kwanza, ona baadaye. Amini umeipokea na utaimiliki. Katika Marko 11. Basi unasema, naamini nimefanywa kuwa mwadilifu mbele ya Mungu kupitia damu ya Kristo. Sijali nahisi vipi, naamini zaidi kile Mungu ameniambia katika neno lake kuliko jinsi ninavyojihisi, kuliko kile ninachofikiria, kuliko kile mtu mwingine yote ataniambia au atasema juu yangu. Huu ndio msimamo wangu. Naamini neno la Mungu. Na nahisi ni kama kuna mtu anayetutazama kwenye runinga anasema, unajuaje huo ni ukweli? Nami nasema, unajuaje si kweli? Nitawaambia ni vipi najua ni ukweli. Najua jinsi nilivyokuwa kabla sijaamua kuamini kile kilicho ndani ya kitabu hiki, na najua kile ambacho kitabu hiki kimenifanyia. Maandishi hayawezi kukubadilisha hivyo ikiwa si ya kweli. Huu ndio ukweli. Amen. Ishara za kutafuta wakati maisha yako hayana uadilifu, wakati hujaelewa wewe ni nani katika Kristo. Hizi ndizo baadhi ya ishara unazopaswa kutafuta: ukosefu wa furaha na amani na ukosefu wa ujasiri.
hasa ujasiri katika maombi. Biblia inasema hampati kwa sababu hamuombi, na inatuhimiza tuombe kwa ujasiri. Waefeso 3:20 inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Kwa hivyo ni kana kwamba Mungu anakuambia, niombe nikutendee mambo yanayovuka mipaka ya mawazo yako. Niombe nikutendee mambo ambayo unafikiri hayawezekani. Niombe nikutendee mambo ambayo unajua huyastahili. Jamani, hamnisikii? Nimesema niombe nikutendee mambo ambayo unajua huyastahili. Kumbuka, katika mtazamo wa Mungu hupokei kile unachostahili. Unapokea kile Yesu anastahili. Amen. Hebu tuangalie Waebrania 4:15-16. Tutawawekea maandiko hayo juu kwenye skrini. Nataka myaone maandiko hayo. Ni maandiko ya ajabu kabisa. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu, huyo ni Yesu, asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote. Tumshukuru Mungu kwa vile tuna Mwokozi anayetuelewa. Anaelewa udhaifu wetu, anaelewa kwamba ni vigumu kuishi katika dunia ya leo. Anaelewa kwamba tunakabiliwa na majaribu mengi sana. Anaelewa kwamba ingawa hatujafika mahali tunapopaswa kuwa, tumshukuru Mungu kwani hatuko mahali tulipokuwa zamani. Na basi tuko wapi? Sawa, na tuko njiani. Hilo ndilo funzo letu wikendi hii. Sina neno na niko njiani. Bado sijafika, lakini Shetani, nitafurahia safari yangu. Mmenisikia? Sijafika bado, lakini Shetani, nitafurahia safari yangu. Lakini tuna kuhani mkuu aliyejaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi. Kwa hivyo anaelewa. Yesu alipitia kila hisia, kila jaribu nalopitia, lakini hakutenda dhambi. Alikuwa mfano usio na dosari aliyechukua nafasi yetu. Basi bila hofu, semeni bila hofu. Na kwa kujiamini, semeni kwa kujiamini. Na kwa ujasiri, semeni kwa ujasiri. Kwa kweli napenda maneno hayo. Basi na tukikaribia kiti cha neema ya Mungu tusiyostahili sisi kama wenye dhambi, ili tupewe rehema kwa ajili ya udhaifu wetu na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Na kama ningeweza kuwatafsiria kifungu hicho kwa njia tunayoweza kuambiana katika mazungumzo, kitakuwa hivi. Hebu sikiliza. Mungu anaelewa. Anajua kwamba una udhaifu, anafanya kazi ndani yako, unabadilika kila wakati. Bado hujafika mahali unapaswa kuwa, lakini mshukuru Mungu kwamba huko mahali ulipokuwa hapo zamani. Uko njiani. Endelea kusimama imara. Na ukiwa bado njiani, elewa hili. Kile unachopaswa kufanya ni kumwambia Mungu akusamehe na atakusamehe, kisha unaweza kuomba kwa ujasiri na kwa uhakika kwamba Mungu akupe mahitaji yako, kwa sababu hakupi mahitaji yako kwa sababu huna dosari. Anakupa mahitaji yako kwa sababu yeye ni mwema. Sisi ni watu wenye udhaifu na tunajaribu kufanya mema kiasi tunachoweza. Amen. Bwana peke yake ndiye anajua kile tutakachogundua tutakapoingia mbinguni kuhusu nani yuko sawa na nani hayuko sawa. Lakini nawaambia, atawauliza hivi: unamjua mwana wangu? Una uhusiano na mimi kupitia Kristo? Yesu hakufa ili sisi sote tuwe na kanuni na dini zetu. Alikufa ili tumjue na tuwe na uhusiano naye. Hiyo ndiyo sababu ya kufa kwake. Wafilipi 3:3 inasema tunapaswa kumtumainia Kristo kikamilifu. Lakini tusitumainie mwili, wala tusitumainie vitu vya nje na vitu tunavyomiliki. Israeli hapati kujiamini zaidi kwa sababu anaimba vizuri zaidi kushinda mtu asiyeweza kuimba hata kidogo. Mimi sipati kujiamini zaidi kwa sababu najua kuzungumza zaidi kushinda watu wasioweza kufanya hivyo. Unaweza kuwa na shahada 12 kwenye jina lako na usiweze kuwa na ujasiri zaidi kushinda mtu ambaye
hana shahada zozote, kwa sababu thamani na umuhimu wetu hautokani na kile tunachofanya, kile tulichofanya au kile tutakachofanya. Kujiamini kwetu lazima kutokane na Kristo peke yake, na njia nzuri zaidi ya kuanza kila siku ni kusema, bila wewe mimi ni bure. Bure. Bila wewe mimi ni bure, na chochote kile ninachofikiri naweza kufanya, siwezi kukifanya bila wewe. Sikilizeni, na chochote kile ninachofikiri naweza kufanya, siwezi kukifanya bila wewe. Unaona, haijalishi unajihisi huko salama kwa kiasi gani, haijalishi ujiamini kwa kiasi gani, unatumainia kitu kisicho sahihi, unajitumainia wewe mwenyewe. Wakati wanajeshi wote wa Israeli walishindwa kukabiliana na Goliathi, na kijana Daudi aliyekuwa mwimbaji aliona anaweza kumshinda Goliathi, haikuwa kwa sababu alijitumainia yeye mwenyewe. Alikuwa anamtumainia Mungu ambaye alikuwa amehusiana naye kwa karibu sana wakati alikuwa jangwani. Kuna mtu hapa ambaye amekuwa jangwani kwa kipindi kirefu na akamkaribia Mungu wakati huo? Amen. Utakabiliana na majitu. Unaweza kuua majitu ikiwa utajifunza wewe ni nani katika Kristo. Je, kuna mtu hapa leo aliye na hamu ya kujiamini kwa njia hiyo? Mna hamu ya ujasiri wa aina hiyo? Kuna mtu hapa amechoka na kuishi maisha bandia? Kuna mtu hapa amechoka na kujaribu kushindana na wengine? Ishara nyingine inayojitokeza ikiwa hujui wewe ni nani katika Kristo, au wakati hatujui sisi ni nani katika Kristo, ni kwamba tunakuwa na mazoea ya kujilinganisha na watu wengine na kushindana nao. Jamani, kuna mtu hapa amechoka na kujaribu kuwa kama mtu mwingine? Unataka kuomba kama mtu mwingine. Utumie utaratibu wa kusoma Biblia kama wa mtu mwingine. Ni jambo la kushangaza jinsi unaweza kufurahia maombi uliyojitolea kufanya kila siku kwa dakika 15 au 20 na ya kusisimue mpaka wakati utakula chakula cha mchana na dada Mkristo wa ajabu. Na akwambie jinsi yeye huamka asubuhi sana na anze maombi yake ya saa 4. Sasa ikiwa hujui wewe ni nani katika Kristo, ghafla utaanza kufikiria kwamba kile unamfanyia Mungu hakina maana na unapaswa kujitahidi kufanya kile anachofanya yeye. Basi utafanya kile mimi nilifanya. Utachukua sana, ujifungie ndani ya chumba na utangazie kila mtu, nitaomba kwa saa 4 kila siku. Msiingie hapa na mimi sitoki hapa. Na utaomba kwa dakika 5 tu, kisha usinzie. Nafurahi sana niliwekwa huru kutokana na hiyo saa ya upuzi. Oh, jamani, nafurahia niliwekwa huru kutokana na saa hiyo. Siombi nikifuata saa, sisomi Biblia nikifuata saa, siabudu nikifuata saa. Sijui mimi huomba kwa kiwango gani au siombi kwa kiwango gani, sijui mimi husoma kwa kiwango gani au sisomi kwa kiwango gani. Najua tu kwamba nina uhusiano mzuri na Mungu na nala neno lake mpaka nishibe, na nikihisi njaa naenda na nala tena. Wangapi kati yenu unajua kwamba ukifanya kila kitu ukifuata saa ni kama uko katika hatari? Ikiwa utaweza kuomba kwa saa 1. Je, hamkuweza kukesha na mimi hata saa 1? Basi tumechukua kifungu hicho na tumekifanya kiwe kama sheria. Tusipoomba kwa saa 1, lakini tatizo hili lina upande mwingine. Tukitenda lakini tukiwa kama huyo dada au kaka Mkristo wa ajabu, ni nani atadharau utakatifu wetu? Ni Mkristo mchanga ambaye anajiona yeye ni bingwa wa ajabu kwa sababu ameamka na akaomba kwa dakika 5 tu. Mbona tusiachane na watu na tumwache Mungu awabadilishe? Tafadhali achana na mimi na uache Mungu anibadilishe. Kitu kikuu zaidi kuhusu uhusiano na Kristo ni kwamba ni mpya kila siku na ni tofauti kwa kila mtu. Kila mtu anayeandika kitabu ana pendekezo jipya. Hata mimi hapa.
Unajua, nyingi kati ya hizo ni nzuri. Nimejifunza mambo mazuri sana kutoka kwa watu, lakini nitawaambia kitu kimoja. Unapojaribu kufanya kitu ambacho mtu mwingine anapendekeza kwako, sasa nisikilizeni, punde unapoanza kuhisi kufadhaika na ni kama unang'ang'ana nacho na unajihukumu kwa sababu huwezi kukifanya, hapo ndipo unapaswa kurudi nyuma na useme, unajua nini, pengine Mungu hujanipa upako wa kitu hiki. Mungu, una mpango gani na mimi? Kwa sababu kile tunachomfanyia Mungu hakipaswi kututatiza na hakipaswi kuwa kitu tunachojilazimisha kufanya. Tunapaswa kukifurahia. Kuna mtu ananisikiliza hapa leo? Acha kujilinganisha na watu wengine. Wewe ni mtu wa kipekee. Kama Mungu angetaka sisi wote tufanane, basi sote tungekuwa na alama tofauti za vidole na DNA tofauti. Sisi sote tuko tofauti, 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 tofauti. Na ni sawa hivyo. Ni sawa. Sawa, hata kama una maajabu yako, ni sawa hivyo. Mimi nina maajabu yangu. Ni sawa. Nitawaambia kitu kimoja hata hivyo, nilipiga hatua sana. Siko pale ninapopaswa kuwa, lakini namshukuru Mungu siko pale nilipokuwa zamani. Sina neno na niko njiani. Amen. Nilijaribu sana kuwa kama watu wengine na hatimaye nilichanganyikiwa, sikujua kile nilichopaswa kuwa. Nilikuwa najaribu kuwa kama Dave na nilijaribu kuwa kama mchungaji wangu na nilijaribu kuwa kama jirani yangu na nilijaribu kuwa kama hiki na kile, na hiyo ni kazi ngumu. Unaweza kuwa nini kama si wewe mwenyewe? Ni sharti uwe wewe mwenyewe. Hiyo imaanisha tupaswi kubadilika, lakini sharti tumwache Mungu atubadilishe. Hatuwezi kubadilika kwa kufanya tu kile ambacho mtu mwingine anafanya kila wakati. Ikiwa hujui wewe ni nani katika Kristo, basi hujui uadilifu wa Mungu. Ikiwa huko salama, utaishi kwa hofu kubwa. Hofu na uoga. Utaogopa kujaribu, utaogopa kuchukua hatua. Je, nisipofaulu? Je, nikimkosa Mungu? Je, hayo yakitokea? Haitakuwa mwisho wa dunia. Sema tu, hiyo haikufua dafu, sitafanya hivyo tena. Unaona, ukijiamini, hupaswi kuwa na hofu ya kujaribu kufanya mambo mapya, kwa sababu unajua hata usipofaulu kwa kitu kimoja tu, hiyo haimaanishi umeshindwa. Kuna tofauti kati ya kutofaulu kwa kitu na kuwa mtu aliyeshindwa. Kama mimi si mtu aliyeshindwa, pengine nikiamua kukata tamaa ya kujaribu, na wewe pia si mtu aliyeshindwa. Kwa hivyo usiishi kwa hofu sana. Watu wasiokuwa salama hukasirika kwa urahisi. Ni watu wenye hamaki, 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 hamaki. Huwa wanazungumza vibaya kujihusu wao wenyewe, na wakati mwingine wanafanya hivyo ili watu wengine wawaambie kwamba wako sawa. Wanahitaji kutiwa moyo kupita kiasi. Na kitu cha mwisho nitakachosema, na kamwe si kitu chenye umuhimu mdogo, ni kwamba hawawezi kukosolewa na Mungu au na mtu yeyote ambaye Mungu angetaka kutumia kuwanenea neno la kuwakosoa kwa upendo. Watu ambao tayari wana hisia mbaya sana kujihusu huwa wanalipuka unapojaribu kuwakosoa. Unajua kwa nini? Kwa sababu wanapokosolewa wanaona ni kana kwamba wanazidi kukataliwa. Unajua, kusema ukweli, ikiwa tunajua sisi nani katika Kristo, tunaweza kusikiliza kile mtu anasema na tuseme tu, sawa, nitaomba kuhusu jambo hilo. Huenda unaona kitu nisichoona, nitaomba kuhusu jambo hilo. Basi enda uombe kuhusu jambo hilo, na Mungu akikwambia huo ni upuzi mtupu, basi usimsikilize mtu huyo. Na akisema mtu huyo anasema ukweli, nimekuwa nikijaribu kukwambia hivyo kwa muda mrefu, basi ni bora urudi na umshukuru mtu huyo. Mmoja wa watoto wangu aliniambia wakati mmoja, alisema, ni sharti nikwambie kwamba kila inapowabidi wewe na baba mnikosoe kwa dhati, Mungu huwa tayari amejaribu kunena nami mara 3 au 4, lakini sikumsikiza. Kwa hivyo mara nyingi watu wanapotukosoa au hata tunapokosolewa kupitia mahubiri kama haya, nina uhakika tayari nimesema mambo kadhaa hapa leo ambayo Mungu tayari amekuwa akijaribu kukuambia, lakini hujakuwa ukiyaelewa.
Pengine kuna mtu kama huyo hapa. Waebrania 5:13. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Mmesikia hilo? Kila mtu atumiaye maziwa. Maziwa ya neno ni nini? Ni wewe ni mtu mzuri ajabu na kupenda. Mungu ana mpango mzuri na maisha yako, kila kitu sawa. Wewe ndio mtu mzuri dunia nzima, usiwe na wasiwasi kuhusu kitu chochote. Nitashughulikia kila kitu sawa, kila kitu sawa. Hayo ndiyo maziwa. Chupa ya maziwa ya mtoto. Ni sharti upondeponde chakula cha mtoto kabla hujamlisha. Hawezi kula chakula kigumu. Na kama wengi wenu mjuavyo, mimi wasibembelezi watu sana. Hapa sisi tulishawacha kupeana ndizi na mapapai yaliyopondwa. Hapa tunapeana nyama. Amen. Usiwe mtoto, fanya uamuzi na uingie kwenye mambo ya ndani. Jua wewe ni nani katika Kristo. Simama imara dhidi ya Shetani. Usiwache kile watu wanafikiri kukuhusu kitawale maisha yako. Usiishi maisha yako ukiwa na uchungu na chuki kwa ajili ya mtu ambaye anafurahia maisha yake na hajali kwamba umemkasirikia. Acha kuishi kulingana na hisia zako. Acha kuishi kulingana na fikira zako. Wacha fikira zako zifanywe mpya. Chambua neno kwa ndani wewe mwenyewe. Usiwe Mkristo anayeketi tu kanisani huku kitarajia mtu mwingine akulishe neno kila wakati. Nitaenda na nitazungumza na watu hawa. Wanafurahia zaidi kile ninachosema kuwashinda nyinyi. Si ni kweli? Nimewahi kuambiwa na watu, nilipoanza kukusikiza mara ya kwanza, niliweza kusikiza upande mmoja tu. Wakati huo tulikuwa tunatumia kanda za kaseti, na mnajua ilikubidi usikize upande mmoja kisha uipindue ukifika mwisho. Na nakumbuka mwanamke mmoja aliniambia, nilipoanza kukusikiza mara ya kwanza, niliweza kusikiza upande mmoja tu kwa sababu nilipofikia mwisho wa upande wa kwanza, nilikuwa nimekukasirikia sana, nilitaka kukukaba ko. Na akasema kisha nilisubiri kwa siku chache na nikaweza kusikiza upande wa pili. Lakini unaona, ni sharti tuambiwe ukweli. Hatuwezi kuepuka ukweli maisha yetu yote. Amen. Wakati utafika ambapo kila mmoja wetu atahitajika kuwajibikia maisha yake yeye mwenyewe. Unajua, Mungu hutarajia tutekeleze makuu, lakini habari njema ni kwamba hatarajii tutekeleze kitu ambacho bado hajatupatia. Jambo zuri hilo. Ananipatia rehema kisha anasema kuwa na rehema. Ananipenda kisha anasema wapende watu wengine. Ananisamehe kisha anasema wasamehe watu wengine. Ananipa uadilifu kisha anasema sasa kuwa mwadilifu. Si hilo ni jambo zuri? Mungu kamwe hakuambii ufanye kitu chochote ambacho hajakuwezesha kufanya. Kwa hivyo kila mtu aseme nina uwezo ninaohitaji. Na unao. Sawa, sasa Biblia inasema katika Wafilipi 2:12 na 13 kwamba tuutimize wokovu wetu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Sitachukua muda wa kwenda kwenye kifungu hicho kwa sababu nataka kuhakikisha nina muda wa kuangazia mambo mengine ninayotaka kuzungumzia, lakini Paulo anazungumza kuhusu kukua na kupiga hatua mbele, na anawahimiza Wakristo wa mji wa Filipi kutekeleza kile anachoita kutimiza wokovu wako mwenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Sasa ikiwa huelewi mambo mengi kuhusu Biblia, unaweza kuelewa jambo hilo vibaya. Tayari tunajua kutoka Waefeso 2:8-9 kwamba hatupati wokovu kupitia matendo yetu. Hatujakombolewa kwa ajili ya matendo yoyote tunayotenda, bali kupitia neema na rehema za Mungu. Basi ni vipi tunaweza kutimiza wokovu wetu sisi wenyewe? Hapa kile anachosema ni kwamba tunapozaliwa upya, Mungu hufanya kitu ndani yetu kabisa. Mungu anapanda mbegu za sifa zake zote ndani ya roho zetu. Na katika maisha yetu yote mpaka tutakapoaga dunia, jukumu letu ni kushirikiana na Roho Mtakatifu ili zawadi hii ya ajabu ya Mungu ambayo iko ndani ya kila mmoja wetu ikue na izae matunda mengi, ili hatimaye kila mtu aweze kuona matunda hayo yakijitokeza maishani mwetu. Basi wokovu wetu unakuwa si wa siri. Nimeokoka.
nitaenda mbinguni nitakapokufa, lakini hakuna mtu atajua nimeokoka nikiwa duniani. Yohana wa kwanza 3:9. Sasa huenda mtatoroka kutoka ukumbi huu mkiona hii. Sijui kama mtaweza kuipokea au la. Sasa hapa nina mbegu kadhaa. Hii ni mbegu ya mpichi. Hii ni mbegu ya parachichi. Ni wangapi kati yenu wanajua kwamba nikipanda mbegu ya mpichi sitapata parachichi? Sisi ni werevu, sio? Hongera, kweli nyinyi ni werevu. Na nikipanda mbegu ya parachichi sitapata mpichi. Sasa ndani ya mbegu hii ya mpichi kuna mti wa mpichi. Kiini tete cha mti wa mpichi kiko ndani ya mbegu hii. Lakini ikiwa itasalia jinsi ilivyo, haitazaa chochote. Basi Biblia inasema kabla mbegu haijakufa itasalia peke yake, lakini ikifa itazaa matunda mengi. Sasa kifo hicho hutokea, hii inaacha kuwa mbegu ikishapandwa ardhini. Inapandwa ardhini na joto la ardhi na msukumo wa ardhi na giza la ardhi litafanya hii ivunjike na ifunguke. Joto, msukumo na giza, jamani, litafanya hii ivunjike na ifunguke. Mara nyingine tena nataka kuona kama mnanielewa. Jangwa, joto, moto, giza lililo ndani ya ardhi. Sikilizeni sasa. Mchanga unaorushwa juu yetu. Oh, jamani. Hatimaye haya yote atafanya hii ivunjike na ifunguke, na itaacha kuwa kama ilivyo sasa, na vitu vidogo vitaanza kutokea. Mizizi midogo itaanza kutokea. Na hiyo inachukua muda. Mizizi hiyo inaingia ndani ya ardhi kila sehemu. Na kisha ghafla kutoka juu unapata pop, 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 pop. Oh, jamani. Sawa, mko tayari kwa hii? Yohana 1:3-9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kimakusudi, akijua na kwa mazoea. Sasa haisemi kwamba hatufanyi dhambi kamwe. Inasema ikiwa umezaliwa na Mungu, huwezi kutenda dhambi kwa kukusudia, ukijua na kwa mazoea. Nilikuwa na mazoea ya kutenda dhambi na mara moja niliweza kutenda mema. Lakini sasa kwa vile nimezaliwa upya, nina mazoea ya kutenda mema. Lakini mara moja nateleza na natenda dhambi bila kujua. Na nahitaji kusamehewa, na namshukuru Mungu kwa sababu mimi hupokea msamaha kila wakati. Na naamini wakati kama huu mwaka ujao nitakuwa natenda dhambi kwa kiasi kidogo zaidi. Lakini bado nitakuwa natenda dhambi kwa kiasi cha kunifanya bado nimhitaji Yesu. Mmenisikia? Sawa, kaeni na mimi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa kukusudia, akijua na kwa mazoea, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Sasa sikilizeni hii. Uzima wake, mbegu yake ya kiungu, uzao wake wa kiungu, mbegu ya Mungu. Yesu anaitwa mbegu. T herufi kubwa, S herufi kubwa. Mbegu ya Mungu inaishi ndani yake. Na mbegu ya Mungu ikiishi ndani yako, baada ya muda itakubidi uzae Mungu maishani mwako.
Ni sharti uzae sifa za kiungu. Lakini kama vile mbegu hii lazima ife. Biblia inasema kwamba ni sharti tuwe wafu kwa nafsi zetu. Ni sharti tuwe na mizizi katika upendo wa Mungu. Ni sharti tuwe na mizizi katika imani. Ni sharti tuwe na mizizi katika Kristo. Ni sharti tuwe na mizizi katika kujua sisi ni nani. Ni sharti tuwe na mizizi katika uadilifu. Hii haiwezi kuwa tufikire iliyo akilini mwako kwamba Yesu alisema sisi ni waadilifu mbele ya Mungu kupitia Kristo. Bwana asifiwe. Ningependa kuzungumzia kuhusu jambo hilo tena katika kipindi chake cha runinga. Huwa nafurahia sana akizungumzia jambo hilo. Inanifanya nijihisi vizuri. Hapana, si hivyo mpendo. Acha nikwambie kitu. Ikiwa unahisi huko salama na hujui wewe ni nani na hujiamini kabisa, na wewe hushika mkia katika kila kitu, basi unahitaji kusema, nilisikia mwanamke huyu akisema jambo, na alipolisema lilinipa msisimuko ndani yangu, lakini lazima nilichambue zaidi, ni lazima nilichambue kwa kina zaidi, ni lazima nichambue, nisome na niombe, na ni lazima nijifunze kusimama imara na niwe mtu ambaye Mungu anataka niwe. Hakuna mtu anayeweza kupata ushindi wako kwa niaba yako. Ni sharti upate wewe mwenyewe. Lakini unapopata ushindi wako, hakuna mtu atakayeshangilia kwa niaba yako. Sijui niwaeleze vipi jinsi nilivyo tofauti sasa, nikijilinganisha na wakati nilipoanza kazi hii, na mara nyingi sana nilitaka kukata tamaa. Hamjui kile ningetoa ili mtu aniambie mambo ninayowaambia leo. Sikuwa na mtu wa kuniambia. Hatimaye ilinibidi nijitafutie kwa kuchambua vitabu na Biblia na kumwacha Mungu aninenee na ninenee, na nilifanya safari nyingi sana za kuzunguka mlima na kuishi jangwani, na nilijaribu kuwa mfu kwa nafsi yangu na mambo mengine mengi na mengi na mengi. Mbegu ya kiungu ya Mungu. Hii inafunza kwa njia inayoeleweka kwa urahisi sana. Unapozaliwa upya, kinachotendeka ni hiki. Mbegu ya Mungu inapandwa ndani ya roho yako. Jamani. Na basi kila mtu, awe mwanaume au mwanamke, ana mimba ambayo ni mbegu ya sifa zote za Mungu. Ni kama vile mbegu ya mwanaume inapandwa ndani ya uzazi wa mke wake. Kuna mbegu hapo ndani ambayo imebeba asili ya wazazi hao wawili. Na mbegu hiyo ikikuzwa na ishughulikiwe vizuri, hatimaye mwanamke huyo atazaa. Lakini kama tujuavyo akina mama, kuna uchungu kidogo kati ya mbegu na kuzaa. Amen. Kuna kitu kinaitwa uchungu wa uzazi kabla ya kujifungua. Wanaita uchungu na kujifungua. Amen. Pengine wengine wenu mnapitia uchungu huo wa kusukuma wakati huu. Sikilizeni. Wakati unapoona nywele kwenye sehemu ndogo tu ya kichwa cha mtoto na unasema, jamani, nitakufa. Nina uhakika sitaweza jambo hili. Sitarudia kufanya hivi tena maisha yangu yote. Kisha daktari ambaye hajawahi kupata mtoto maisha yake yote anakuambia, sukuma! Na kwa kweli nawaambia hivyo leo, nasema sukuma! Sukuma! Hebu tuzaeni tabia nyingi zaidi za kiungu. Tuzaeni upendo zaidi, uadilifu zaidi, amani zaidi, furaha zaidi. Tuonyeshe dunia maana hasa ya kuwa mtoto wa Mungu. Tusio watu wanaosema, nahisi siko salama na nina hofu sana. Nimechoshwa kabisa na hali hii.
Mungu, sijui nitaweza kuvumilia hali hii kwa muda gani. Nisipopata jibu kufikia kesho, basi nafikiri nitakuwa nimekwisha. Hapana, sukuma! Mbegu ya Mungu iko ndani yako. Unawezaje kuweka kichwa chako chini kana kwamba ni mwisho wa dunia ikiwa hujapata kile unachotaka punde unapokitaka? Mbegu ya Mungu iko ndani yako. Unapaswa kujua wewe ni nani. Wewe ni haki ya Mungu ndani ya Kristo. Kila kitu utakachohitaji ili upate ushindi tayari kiko ndani yako. Kristo ndani yangu, tumaini la utukufu. Kila mtu sema kwa sauti, yuko ndani yangu. Napenda hiyo. Yohana wa kwanza 3:9. Oh jamani, mbegu ya Mungu. Biblia inasema kwamba ni sharti tuoshe ndani ya maji ya neno. Mbegu inapopandwa ardhini ni sharti miminwe maji. Kwa mujibu wa Paulo, hayo ndiyo maji ya neno. Si ni jambo la kusisimua kwamba anayaita maji ya neno? Kwa nini? Kwa sababu yanamiminwa kwenye mbegu ya Mungu. Unaona, kama ningetaka huu uwe mtu wa parachichi, sitaiweka tu ndani ya ardhi, itanibidi nimiminie maji, sio? Basi mbegu ya Mungu iko ndani yetu, lakini ni sharti tuimiminie maji. Ni sharti tuimiminie maji. Mko hapa leo ili mmiminiwe maji. Jumatatu asubuhi mnatazama kipindi chenyu na mnamiminiwa maji. Jumapili mnapoenda kanisani mnamiminiwa maji. Mtu akikuuliza unaenda wapi, sema naenda kumiminiwa maji. Inaonekana kidogo kumekauka hapa. Wakorintho wa pili 3:18. Walakini alipo Roho wa Bwana, mstari wa 17, Wakorintho wa pili 3:17. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Si sheria, bali uhuru. Na si uhuru wa kutenda dhambi, ni uhuru unaotufanya tusitake kutenda dhambi. Oh, Yesu. Mstari wa 18, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji. Sasa mwahi kutafakari hiyo inamaanisha nini? Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa taji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Basi cha msingi ni hiki. Hii inanionyesha Yesu. Bora naangalia hapa ndani ni kama kioo na namuona Yesu. Na nikimiminia maji mbegu hii, nikitumia hili neno, basi nitabadilishwa. Lakini sitalinganishwa. Kulinganishwa ni kutoka nje na kwenda ndani. Kubadilishwa ni kutoka ndani na kwenda nje. Nitabadilishwa nifanane na mfano wake, na hiyo itafanyika kidogo kidogo toka utukufu hadi utukufu. Haifanyiki mara moja, na ni sharti ujifunze kufurahia utukufu ulionao na usiwe na wasiwasi na kuwa na utukufu kama mtu mwingine. Ikiwa unafanya maombi matukufu ya dakika 5 kila asubuhi, basi usimwache dada bingwa wa Ukristo akukashifu. Mwambie, huu ndio utukufu nilionao wakati huu. Asante, nitafurahia utukufu wangu. Amen. Sijafika mahali napaswa kuwa, lakini namshukuru Mungu siko mahali nilipokuwa zamani. Sina neno na niko njiani, nitafurahia safari yangu. Sasa, swala hili la uso usiotiwa taji ni nini? Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa taji tunaendelea kuona utukufu wa Mungu katika neno la Mungu. Sawa, basi kuna tofauti kati ya uso ulio na utaji na uso usio na utaji. Joyce, unasema nini? Haya, Musa alipoteremka kutoka mlima Sinai baada ya kupewa sheria, utukufu wa Mungu uling'aa sana usoni mwake mpaka ilibidi aweke utaji usoni mwake ili watu waweze kumwangalia. Sasa, ikiwa sheria inaweza kuleta utukufu wa kiwango hicho, basi neema bila sheria inapaswa kuleta utukufu wa kiwango gani? Basi Paulo anasema hivi,
Na unajua, Paulo alikuwa anazungumza na Wakorintho ambao walikuwa wameishi chini ya sheria, walielewa yote kuhusu utaji. Na utaji inamaanisha unaona kiasi kidogo tu cha jinsi Mungu alivyo, lakini humwoni Mungu kikamilifu. Huwezi kumwona Mungu kikamilifu kupitia sheria, ni sharti umwone kupitia Kristo ambaye ndiyo zawadi yake ya neema. Basi Paulo anatuambia ni sharti tuwe wafu kwa sheria na matakwa yake yote, na ni sharti tuje kwa Kristo ambaye anatuambia kwamba nitakusaidia uwe kile ninachotaka uwe. Sitaki uwe tu kama chombo kinachofuata sheria, lakini nitakusaidia kwa kupanda ndani yako mbegu ya kila kitu ninachotaka uwe, kisha nitakusaidia kukua. Lakini ni sharti tuache mtazamo wa kuchukulia kila kitu tunachoona kuwa ni kama sheria mpya. Tunapaswa kuja na uso usio na utaji. Wacha niwape mfano. Wakati mwingine mimi hufanya hivi. Nitaagiza bibi na bwana harusi wajitokeze wakiwa wamevalia nguo zao za harusi, rinda jeupe na suti na yote mengine, na bibi harusi huwa amevalia utaji. Kisha nasema, sasa nawatangaza kuwa mume na mke, unaweza kumbusu bibi harusi. Hiyo ni ishara ya uhusiano wa ndani na Kristo. Mbusu bibi harusi ni uhusiano wa ndani na Kristo. Haya, je, bibi harusi akikataa kutoa utaji wake? Haya, inaonekana hatuko pamoja, sio? Kuna watu wachache. Je, bibi harusi akikataa kutoa utaji wake? Hapana, hapana, hapana. Msijaludini msikie mengi zaidi usiku, mtaelewa tu, lakini ni kana kwamba tunakataa kuachana na sheria na masharti ili tuweze kuongozwa na Roho. Ikiwa tunakataa kuacha kile tunachofikiri tunaweza kufanya kivyetu ili tutegemee kikamilifu kile Kristo ametekeleza, basi ni sawa na bibi harusi anayekataa kutoa utaji wake, na kwa hivyo hawezi kuwa na uhusiano wa ndani. Nini hutendeka punde mchungaji anaposema, sasa nawatangaza kuwa mke na mume? Utaji unatolewa. Oh, mmenisikia? Unataka tu kuwa na uchumba na Yesu maisha yako yote, au uko tayari kufunga ndoa na yeye? Oh jamani, naweza kuingia ndani zaidi na funzo hili. Hata kisheria hupaswi kupata watoto mpaka ufunge ndoa. Kwa hivyo Mungu hawezi kukufanya uzae matunda mema, yani watoto wake, mpaka ufunge ndoa na yeye. Ondoa utaji huo wa sheria, anza kujifunza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Haya basi, sasa mnaweza kusimama na mpige kelele. Nimemaliza. Haya. Nafikiri nimeenda mbali vya kutosha. Wangapi kati yenu wanaelewa kile ninachosema hapa leo? Ni wakati wa kusema mimi ni haki ya Mungu ndani ya Kristo. Ananipenda, siishi chini ya sheria, bali naishi chini ya neema. Naamka kila siku na najitahidi kiasi ninachoweza, lakini hata hivyo mimi hufanya makosa. Lakini unajua nini? Mungu hunisamehe. Nimefunga ndoa na yeye. Tuko na uhusiano na yeye. Amen. Sijafika mahali napaswa kuwa, lakini namshukuru Mungu siko mahali nilipokuwa zamani. Sina neno na niko njiani. Jamani, Mungu apewe sifa.